على البتول وإنها حلى. بشرت روح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى، وصلاته وسلامه على المصطفى وعلى آله وأصحابه وللوفا، أما بعد. Tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba ametujalia tuko katika kuendelea silsila yetu ya kumweleza Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam, baada ya kupitiwa na introduction ambayo kwamba tulieleza umuhimu wa kuwajua mitume na kuwaamini mitume kwa sababu ni katika nguzo zetu za Uislamu. Leo tuingie katika kumzungumza Nabii Isa mwenyewe. Nabii Isa alayhi salam, labda waweza kuuliza kwa nini tumekusudia kuanza na Nabii Isa alayhi salam? Ni kwa sababu katika mitume wanaozungukwa na kitendawili kikubwa ni huyu tunayetaka kumzungumza, ambaye kama ni Nabii Isa alayhi wa nabii salam. Na ndio kuna umuhimu wa kueleza ama kuelezwa historia ya maisha yake kulingana na mtazamo wa Uislamu. Sisi kama Waislamu, huyu Nabii Isa tumjua vipi? Kwa sababu kuna picture imekuwa portrayed hapa nje ya kuonesha Nabii Isa utukufu alokuwa nayo na ukubwa alokuwa nayo. Je, utukufu huu na ukubwa huu ambao kwamba waelezwa hapa nje ndio bado wapatikana katika vitabu vya Kiislamu, ama Uislamu tunamchukua vipi Nabii Isa? Je, Nabii Isa katika Uislamu ni mtukufu kama kule wanavyosema ni mtukufu? Naam, inawezekana akawa ni mtukufu, lakini sio kama kule anavyoelezwa. Kule wamefanya ghulu, wamepita mipaka katika kueleza utukufu wake. Na ndio kama maana sisi kufanya vipindi kama hivi ama kipindi kama hiki, kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kutaka kubainishia kwa Waislamu na kuwaeleza Waislamu Nabii Isa alikuwa ni nani kihaki ya alivyokuwa, bila kumdhalilisha wala kumpunguza ama kumuinua kupita daraja ambapo kwamba anafaa kuwa. Kwa maana yake kuna walomdunisha Nabii Isa alayhi salam wakamuita mwana haramu. Katika baadhi ya dini ama katika baadhi ya imani kuna watu ambao kwamba lilasaf, na hata ni aibu kuzungumza mambo kama haya, lakini kuna baadhi ambao kwamba walifika kumuita Nabii Isa alayhi salam kwamba alikuwa ni mwana haramu, kwamba mamake alizini ndio akapatikana Nabii Isa. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu Nabii Isa amekuja ulimwenguni bila baba, wala hawakuona baba, wala hawakusikia Maryam alayha wala nabiyina salam akiolewa. Kwa hivyo mtu yoyote ambaye kwamba hakuolewa na amepata mtoto, atakuwa ule mtoto ni mtoto wa nje ya ndoa. Kwa hivyo ukaona kikundi cha kwanza walimdhalilisha Nabii Isa alayhi wala nabiyina salam, ambapo kwamba sisi Waislamu tulilo twalipinga, tusema hasha, la hasha. Sisi hatusemi kwamba Nabii Isa alayhi salam ni mwana haramu, kwa sababu tojua historia ya kuzaliwa Nabii Isa alayhi wala nabiyina salam. Na kuna baadhi ya vikundi ambao kwamba walimuinua Nabii Isa kupita hadhi yake, kupita daraja yake. Baadhi wakamuita mwana wa Mungu, kwa Nabii Isa ni mtoto wa Mungu subhanahu wa ta'ala. Je, Uislamu yakubaliana na haya? Tutajua mbeleni tukiendelea kufuata kipindi kama hiki. Kuna na wengine ambao kwamba walifika wakasema kwamba la, Nabii Isa ni mmoja kati ya miungu mitatu, yani kati ya wale mola watatu Nabii Isa ni mmoja, yani kwa lugha nyingine Trinity. Nabii Isa alayhi salam yuko katika daraja ya kuwa yeye ni mmoja kati ya wale mola watatu, na wengine wakamuita Nabii Isa alayhi salam kuwa ndio Mungu peke yake, yani sio mtoto wa Mungu wala sio Mungu katika wale Mungu watatu, la, Nabii Isa ndio Mungu mwenyewe Rabbul Alamin. Sasa kwa misemo kama hii ambayo kwamba yasemwa na mazungumzo kama haya ambayo kwamba yanazungumzwa kule mitaani, na utaona katika baadhi ya makalenda yamewekwa, utaona katika baadhi ya gari yameandikwa, utaona katika baadhi ya majumba yamewekwa, utaona katika vipindi tunavyoangalia
watu wanazungumza maneno kama haya, wananukuu maneno kama haya. Sasa mtu ambaye kwamba ni Muislamu na si msomi, ajasoma Uislamu kwa ndani, aweza kuchukua kitu katika yale yanayozungumzwa kule, ama katika yale ambayo kwamba anayaona, ama katika maskuli waweza kuchukua kitu ambayo kwamba chazungumzwa kule, ukakitia katika Uislamu unknowingly, bila wewe kujua kwamba ni makosa na Nabii Isa hayuko hivyo. Lakini kwa sababu ya sisi kufanya vipindi kama hivi, huenda kwa husni dhanni zetu, mtu Muislamu akafuatilia vipindi kama hivi, akaweza kufahamu kwamba kumbe haya kwa Nabii Isa ni makosa, na haya ya huku kwa Nabii Isa anafaa kustahiki kuwa hivi. Na ndio utaona Qur'ani ilipokuja, Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Mwarabu, hausiani na Banu Israili na kitu chochote. Lakini kwa nini Qur'ani ilifanya ni kitu kikubwa sana kuelezwa maisha ya Nabii Isa katika Qur'ani? Yani mpaka hata wale ambao kwamba ni watu ambao kwamba sio Waislamu sana wanajiuliza ni kwa nini mtume wa Kiarabu ambaye kwamba hata ausiani na Banu Israili, ausiani na wana wa Israeli wala dini ya Israeli, ni kwa nini huyu mtume kitabu chake kimeeleza sana na kimehusiana sana na kueleza historia ya huyu Nabii Isa alayhi wa nabiyina salam? Ni kwa sababu huyu Nabii Isa amechafuliwa jina lake, ima kwa kupandishwa daraja ama kwa kushukishwa nini, kwa kushukishwa daraja. Hivyo sisi Waislamu itikadi yetu ni kwamba Nabii Isa alayhi salam hatumdhalilishi wala hatumpitishi daraja yake kumpandisha juu zaidi. Sisi tusema kwamba Nabii Isa ni mtume katika mitume ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Yeye alikuwa ni messenger wa Mola Subhanahu wa Ta'ala, alikuwa ni prophet wa Mola Subhanahu wa Ta'ala, bali hakuwa ni messenger wa kawaida. Pia huko tunamtoa, kwa sababu kuna prophets tu wale wa kawaida. Nabii Isa alikuwa ni katika wale mitume 5 bora, the 5 best prophets wa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu alivyosema katika suratul Ahzab, wa idha khadna minan nabiyina mithaqahum wa minka, wewe Muhammad, wa min Nuhin, na kwa Nuh, wa Ibrahima, wa Musa, wanne. Kisha Mwenyezi Mungu akasema wa Isa ibn Maryama, na Isa kijana cha Maryam. Hii ni kuonesha kwamba Nabii Isa yuko katika ulul azmi min ar-rusul, yuko katika wale mitume 5 bora. Na hii ndiyo imani ya Waislamu. Imani ya Uislamu ni kwamba Nabii Isa alayhi wa nabiyina salam sio Mungu. Nabii Isa alayhi wa nabiyina salam sio mtoto wa Mungu. Nabii Isa alayhi wa nabiyina salam sio part of the Trinity, wala hakuna Trinity katika Uislamu. Nabii Isa alayhi wa nabiyina salam ni mtume kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ametumwa kuja kuleta mafundisho ya Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa binadamu, lakini sio mtume wa kawaida. Ni katika mitume ambayo kwamba ni bora. Maana mitume ni wengi, lakini kuna wale 5 bora, na Uislamu tuna regard Nabii Isa alayhi wa nabiyina salam katika mitume 5 bora, na hii ndio heshima anayofaa kupatiwa Nabii Isa alayhi wa nabiyina salam. Hatukumdhalilisha tukasema ni mwana haramu, wala hatukumpandisha tukasema ni Mungu kama part of the Trinity, ama ni mtoto wa nani? Mtoto wa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na ndugu mtazamaji, ni muhimu sana kueleweka kuwa Uislamu na Ukristo tunakubaliana katika mengi sana. Yani Uislamu na Ukristo ni kama watoto wawili wa baba mmoja lakini mama tofauti. Tunakubaliana katika mengi, hasa kuhusu maisha ya Nabii Isa alayhi wa nabiyina salam. Tunakubaliana katika mengi, lakini kuna yale ambayo kwamba tunakosania. Hatusemi yale tunayokosania ni machache ama ni madogo, la, tunayokosania ni katika mambo makubwa. Kimtizamo wa imani yetu ni mambo makubwa. Maana kufika kuita mtu Mungu tayari kwetu sisi, huyo ni kauli ambayo kwamba sisi hatuwezi hata kutamka, hatuwezi kutamka. Kuita mtu ni mtoto wa Mungu ni kauli ambayo kwamba sisi kama Waislamu hata kutamka hatuwezi kutamka. Lakini tusisahau na yale mengine ambayo kwamba tunashirikiana, tunakubaliana kwamba Nabii Isa alizaliwa bila mama, Nabii Isa alizungumza udogoni, Nabii Isa alikuwa ni mtukufu, Nabii Isa alifufua, Nabii Isa alikuwa na miujiza, Nabii Isa alilisha watu, Nabii Isa aliomba meza. Tusisahau kwamba kuna mambo ambayo kwamba sisi tuyakubali na wao pia wanayakubali. Tusisahau kwamba sisi tusubiri Nabii Isa kurejea, na wao pia wanasubiri Nabii Isa kufanya nini? Kurejea. Kwa hivyo ukiangalia yale ambayo kwamba tuwasikizana ni mengi kuliko yale ambayo kwamba tunafanya nini? Tunakhtalifiana. Na ndio hapa tunasema misingi ya mjadala ni kuanza na yale tunayokubaliana kabla ya yale ambayo kwamba tunakhtalifiana.
Hapa yataka mtu asikize kwa makini na afahamu katika tactics za kufanya debate. Munapoanza debate, ni muanze debate kwa yale ambayo kwamba munakubaliana kabla ya kutaja differences ambazo kwamba munadifaa. Debate siku yoyote ukianza, anza kwa katika normal ground ya kwamba tunakubaliana katika yapi. Sisi tunapoanza debate na Wakristo, hatuanzi moja kwa moja kwamba Yesu si Mungu, Yesu si mtoto wa Mungu, Yesu sio part of the Trinity. La, tunaanza debate chini kwamba Nabii Isa amezaliwa bila baba, na wao pia wanaamini hilo. Nabii Isa alikuwa na miujiza, na sisi pia, na wao pia wanalikubali hilo. Nabii Isa alifufua, na sisi pia tunakubaliana kwamba alifufua. Nabii Isa alipatia uhai vitu ambavyo kwamba vilikuwa havina uhai, na wao pia wanalikubali hilo. Sasa tutakapoanza mjadala wetu kwa usulubu huu wa kubase kila kitu, foundation yetu iko sawa, tutakapofika kuangalia kwamba Nabii Isa si Mungu, si mtoto wa Mungu, sio part of the Trinity, wala hakuuliwa, wala hakufa, hakufufuka baada ya siku 3, itakuwa ni rahisi sisi kuelewana, kwa sababu foundation yetu tayari ni foundation ya mahaba, ni msingi wa mapenzi. Tumeanza kwa kutaja tunayokubaliana, kisha without shying away from the differences that we have, bila sisi kuogopa kutaja tofauti ambazo kwamba tutatofautiana. Tukizungumza hivi hatusemi kwamba tusitaje, la, tutataja tofauti ambazo kwamba tutatofautiana na Ukristo na dini zingine, lakini kwanza kabla ya kufika huko, tuoneshe undugu ambayo kwamba twashirikiana na wao, tuoneshe upendo ambao kwamba tuko nayo baina yetu sisi na wao. Kisha baadaye upendo huu tutakapokuja kukosana kule mbele, msingi wetu wa upendo bado utatupatia nini? Imani ya kupendana na kusikizana. Lakini tutakapoanza tofauti zetu kwa kujenga tofauti zetu kwa foundation ya chuki, ya kwamba haifai, hakuna, wapata hata kule mbele tukija kusikizana bado tuna chuki ndani ya moyo, bado tuangaliana kwa jicho la upande, kwa sababu tulianza foundation yetu kwa chuki. Kwa hivyo sisi tuanze foundation kwa kukizana. Mjadala wetu ni mjadala wa kuonesha umoja wetu sisi kwa yale ambayo kwamba twakubaliana kuhusiana na Nabii Isa. Kisha baadaye tutakhtalifiana kwa yale ambayo kwamba tunakhtalifiana, lakini upendo wetu utatupatia masikizano kule. Tukianza tangu mwanzo kwamba Nabii Isa sio Mungu, ndiyo kauli yetu ya kwanza, basi hata kule baadaye tukija kusikizana kwamba Nabii Isa alikuwa ni mtume, bado itakuwa tumewekeana chuki na grudges mbali. Kwa hivyo sisi kuanza mjadala ni kuanza kwa kupata msingi thabiti, na ndiyo Mola Subhanahu wa Ta'ala haya ninayoyazungumza mimi kwamba mjadala usianze kwa kuanza kutaja zile differences. Tuanze mjadala wetu kwa kuweka mambo yetu sawa. Sio maneno yangu mimi, bali ni maneno ambayo kwamba yako katika Qur'ani. Mwenyezi Mungu aliposema katika suratul Imran, Mwenyezi Mungu asema qul ya ahlal kitabi, sema wewe Muhammad kuwaambia watu wa vitabu ambao kwamba ni Wakristo na Mayahudi na wengineo, taala, njooni ila kalimatin, katika kalima sawain bainana, kalima ambayo kwamba iko sawa sawa baina yetu, yani njooni katika mambo ambayo kwamba twakubaliana, kama lilivyotangulia kusema kwamba twaanza kwa yale tulokubaliana, kisha baadaye tutataja yale ambayo kwamba tunafanya nini, tunakhtalifiana. Kwa hivyo Qur'ani yatuambia ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum, maneno ambayo kwamba yako sawa baina yetu sisi na baina yenu nyinyi. Alla na'buda, kuwa tusiabudu illa Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala nushrika bihi shay'a, wala tusishirikishe chochote na Mola Subhanahu wa Ta'ala, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban, bala baadhi yetu wasifanye baadhi wengine kuwa ni miola, min dunillah, kinyume na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Fa in tawallaw, ikiwa mutapinga na kupanyongo, faqulu, semeni, faqulu shhadu, semeni kwa mashuhudieni, bi anna muslimun, kuwa sisi ni nani? Waislamu. Mbona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuanzia aya kwa uzuri kwamba ta'ala ila kalimatin sawain bainana wa bainakum, njooni katika mambo ambayo kwamba hatutofautiani baina yetu sisi na nyinyi. Kisha mwisho Mwenyezi Mungu atasema tutakapotofautiana huko mwisho, fa in tawallau faqulu shhadu bi anna muslimun, mwisho tukitofautiana sisi tunabakia kuwa ni nini? Kuwa ni Waislamu. Huu ndio msingi wa mjadala, ndugu yangu.
popote unapoenda kujadiliana na watu, sio kuhusiana na Nabii Isa peke yake. Siku yoyote utakuwa na mjadala na mtu yoyote, yule apinga na wewe wakubali. Msianze kwa kutaja differences zenu zile ambao kwamba mnapinga, la, anza kwa kuonesha mnayokubaliana. Tukubaliana katika hili, tukubaliana katika hili, tukubaliana katika hili, kisha ndio ulete kwamba na tofautiana katika hili na hili na hili. Hapa mkianza hivi kutaja yale mnaokubaliana, yajenga iman, yajenga na upendo. Hata mkija kukosana kule mbele, mwakosana kiustaarabu, amkosani kwa chuki na kwa mabaya. Na pia Mola Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani akasema kutufundisha sisi adabu za da'wa. Adabu za da'wa, maanake kuna watu wako nje huko hawajui adabu za da'wa. Kuna sehemu ambayo kwamba ukienda huwezi kukabili watu kwa namna ya ukali, hata kama dini yasema hivi, lakini wale watu lazima uwatumie trick ya kuwapata, kwa sababu wajua nikienda head on na wale watu hawatakubali wala hawatoniamini. Kwa hivyo lazima utumie trick katika kuwashika wale watu, kisha baadaye wakishaingia katika ile box yako ndio uanze kuwafafanulia haki iko namna gani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hii yapatikana katika kusoma kitu ambacho kwamba chaitwa fiqhu da'wa. Fiqhu da'wa ni fiqhi ambayo kwamba ya kufundisha wewe namna ya kutoa da'wa. Sio kila alosoma aweza kufanya dawa. Kuna watu ni wajinga, hawajasoma, lakini ana akili ya kumshika mtu akakuletea wewe ustadh madarasa umsomeshe. Wewe na elimu yako huwezi kuwashika wale, bakia madarasa, mimi naenda kuwashika, nitakuletea mwenyewe ufanye nini? Uwasomeshe. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu dawa yahitajia trick, dawa yahitajia akili, dawa yahitajia ndio pia yahitajia elimu, lakini usitangulize elimu mbele. Tanguliza kwanza ubinadamu mbele, umweleze kitu ambacho kwamba chamuingia katika nini? Katika akili yake. Ndio Mola Subhanahu wa Ta'ala katuambia ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmau'izati alhasana, kwamba lingania, ita watu katika njia ya Mola, bilhikmati, kwa kutumia hikma, wisdom, si kutumia hoja kwamba lazima iwe ni hivi. Sio lazima iwe ni hivyo. Tumia hikma katika kufanya da'wa yako, walmau'izati alhasana, na kueleza mtu mawaidha ambayo kwamba ni mazuri, maneno ya kuvutia. Na ndio utamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anamtuma Muadh bin Jabal kwenda Yaman, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza, ya Muadh, mimi nakutuma uende kufanya da'wa kwa watu wa Yaman, wale watu sio Waislamu, utawapatia da'wa kulingana na nini? Muadh bin Jabal akamwambia, ya Rasulullah, ndatumia kitabullah, kitabu cha Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, je, yale unayoyazungumza ikiwa Mwenyezi Mungu hakuyataja katika Qur'an? Akamwambia, fabi sunnatik, basi nitatumia sunna zako ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, je, ikiwa na mimi pia sijataja katika sunna hayo unayoenda kudiscuss kule? Akamwambia, ya Rasulullah, nitatumia sasa qiyas, nitatumia akili yangu katika kuwaita. Mtume hakumwambia usitumie akili yako, tumia kitabullah na sunnatun nabii peke yake, la. Mtume alimwambia nini? Yassir wala tuassir, wabashir wala tunafir. Yani utakapotumia akili yako, fanyia watu wepesi, usifanyie watu uzito, na bashiria watu, patia watu glad tidings, usifukuze watu. Hii ndio msingi wa mjadala, na huu ndio msingi ambao kwamba tunafaa kutumia katika kuzungumza na watu wasiokuwa Waislamu. Zungumza na wao kwa mambo, kwa namna ambayo kwamba ni nzuri. Na ndio utamuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa anamtuma Nabii Musa alayhi wa nabiyina salam na Nabii Harun alayhi wa nabiyina salam, anawatuma kwa jabari ambaye kwamba ni Firaun alayhi la'natullah. Mwenyezi Mungu ajua Firaun ajiita Mungu, lakini amwambia Musa na Harun, idhhaba ila Firauna wa qula lahu qawlan layyinan, nendeni nyinyi wawili kwa Firaun pamoja na ujeuri wake, nendeni kwake mukamwambie maneno laini. Akamwambia nenda kwa mtukane, la, endeni mukamwambie maneno laini. Sio masala ya sisi kuitana makafiri, sisi kuitana mushirikin, sisi kuitana nini, la. Ni masala ya kuwa na adabu katika da'wa, adabu katika kulingania watu. Unayemuita kafiri leo,
kesho wataka aseme la ilaha illallah. Atasema vipi la ilaha illallah na wewe tayari ushamtukana yeye ni nani? Yeye ni kafiri. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufundisha akasema, wajadilhum, jadiliana na wao, billati hiya ahsan, kwa lile ambayo kwamba ni nzuri. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla, hakika Mola wako ni mjuzi zaidi kwa yule alopotea, an sabilihi, na njia yake, wa huwa a'lamu bilmuhtadin, na vile vile Mola wako Subhanahu wa Ta'ala ni mjuzi zaidi na wale ambao kwamba wamefanya nini, wameongoka, kama alivyosema katika suratu Nahl. So katika kujadiliana na wao, na itakapokuwa wewe wajadiliana na wao kisha mukapishana katika mujadala wenu, kwamba wewe wawaeleza na wao wanakueleza, mpaka mumefika mahali hamupati suluhu. Je, nikifika hapa ni watukane kwa sababu hawataki kuona haki, ama nifanye kitu gani? La, tokwambia fuata Qur'ani. Qur'ani ndiyo maisha na ndiyo muundo msingi wa maisha wa mwanadamu. Qur'ani yatuambia wewe ukishafanya pati yako ya kuwaita watu katika Uislamu na kuwaeleza Uislamu na kujadiliana na wao, lakini wamekataa, wamekupa nyongo, wamekuonesha kwamba hatutaki, Qur'ani yasema wachana na wao kwa amani, kama venye Nabii Ibrahim alayhi wa nabii na salam alivyojaribu kumpatia da'wa babake alipokataa akawa amebaki kwa ibada ya masanamu. Nabii Ibrahim alayhi salam alisema la astaghfiranna laka rabbi, kwamba nitakutakia msamaha kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile na kuacha na amani, inni dhahibun ila rabbi, mimi naenda kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na Qur'ani yatuambia katika suratul Kafirun, kikubwa ambao kama waweza kuambia ni kuambia lakum dinukum waliyadin. Maadamu nimewaeleza uzuri na utamu wa Uislamu na mumekataa kuelewa, na waambia munayo dini yenu na mimi nina dini yangu, fuata ya kwako wewe na mimi nifuata ya kwangu, lakini kikubwa kibakie ni heshima na adabu na kuheshimiana. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuzungumza kuhusu Nabii Isa alayhi wa nabii na salam, Mtume asema kwamba mitume wote ni ndugu moja, wanashare baba mmoja, isipokuwa tu mama ndio tofauti. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutuonesha sisi umuhimu wa kumjua Nabii Isa, Mtume akatuambia ana aula nasi bi Isa ibn Maryam, mimi ndio mbora wa watu kwa Isa bin Maryam. Yani Nabii Isa bin Maryam ananihusu mimi zaidi kuliko hata mtu mwingine yoyote ulimwenguni. Kwa nini? Fil ula, tena Mtume anasema hapa duniani, wa fil akhirati, na uko akhira pia Nabii Isa atakuwa ni ndugu yangu na atakuwa karibu na mimi zaidi. Qalu, masahaba wakasema, kaifa ya Rasulullah, vipi na kuwa wewe ni mbora na ni uko karibu sana na Nabii Isa kuliko watu wengine? Mtume akamwambia, al anbiyau, manabii ikhwatun, ni mandugu, min allatin, manabii ni mandugu kutokana na, yani mandugu wa kambo. Asema wa ummahatuhum, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mama zao shattani, mbalimbali, lakini baba yao ni mmoja. Wa dinuhum wahidun, dini yao ni nini? Ni moja. Falaysa bainana nabiyyun, na hakuna mtume baina yangu mimi na Nabii Isa. Yani tangu kutoka Nabii Isa mpaka kufika mtume, hakuna mtume aliotumwa hapo katikati. Baina ya Nabii Isa direct ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba Nabii Isa mimi ni bora kwa watu wote kwa Nabii Isa alayhi salam. Nabii Isa alayhi salam vile vile ndiye mtume aliyeelezwa zaidi maumbile yake na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani katika mitume wote Mtume sallallahu alaihi wasallam alitupatia qualities na specifications za Nabii Isa alayhi wa nabii salam kuliko mtume mwingine yoyote. Kwa nini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitueleza haya mpaka akatuambia raaitu Isa wa Musa wa Ibrahima fa amma Isa? Mtume atuambia nimemuona Isa, nimemuona Musa na Ibrahim, kisha atuambia fa amma Isa, ama huyu Isa alomtaja Mtume akatufundisha fa ahmaru, Nabii Isa ni mwekundu, ni mtu reddish. Ja'dun, nywele zake ni nywele za singa, yani curls, zimekal kidogo. Aridha sadri, ambaye kwamba kifua chake ni kipana. Hadithi iliyopokewa na Imam Bukhari rahmatullahi alayhi. Zote hizi kwa nini Mwenyezi Mungu, kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam anatueleza haya kuhusu Nabii Isa, mpaka kutueleza qualities za Nabii Isa alayhi wa nabii salam? Kwanza ni kwa sababu Mtume ataka kumtofautisha Nabii Isa na Dajjal, kwa sababu Dajjal atakapokurudi atadai yeye ndio Masih yule
Masaya ambaye kwamba sisi twamsubiria. Dajjal atakapokuja atadai kwamba yeye ndio Masihi, ambaye kwamba ndio the fake Messiah. The real Messiah ni Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ajua kwamba Dajjal atakapokuja atakuja na kisingizio cha kusingizia kwamba yeye ndio Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam. Mtume akatuachia hint ya kutuonesha kwamba Nabii Isa kwanza atakuwa ni mwekundu, Nabii Isa atakuwa na nywele ndefu, Nabii Isa nywele zake zitakuwa na majimaji, Nabii Isa nywele zake zitakuwa na curls, Nabii Isa atakuwa ni mrefu kiwango fulani, atakuwa ni mpana kiasi fulani, ili Dajjal atakapotokea na kudai kwamba yeye ni Nabii Isa, zile sifa ambazo kwamba atakuwa nazo tuzifananishe na zile ambazo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alituachia. Tukiona zinakhtalifiana, tujue kwamba wewe sio Nabii Isa. Nabii Isa sifa zake ni kadhaa na kadhaa na kadhaa. Hiyo ni sababu ya kwanza. Ama sababu ya pili ya sisi kumzungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam kumzungumza Dajjal, twaweza kusema Mtume sallallahu alaihi wasallam kutueleza kuhusu Nabii Isa, twaweza kusema kwa ulimwengu wetu wa sasa, the modern world ambao kwamba tunaishi ndani yake, ni kumtofautisha Nabii Isa na hawa waigizaji ambao kwamba wanamuiga Nabii Isa. Maanake utaona kuna waigizaji karibu takriban 4 ama 5 ambao kwamba wamefanya kipindi cha kwamba wao ndio Nabii Isa, na ukaona baadhi ya watu wameathirika wakachukua picha zao wakaziweka ndani ya nyumba. Baadhi ya watu wameathirika wakachukua picha zao wakazichora katika magari. Baadhi ya watu wakachukua picha zao wakaathirika wakaziweka mpaka katika makanisa. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutueleza haya alotueleza kuhusiana na Nabii Isa ni kama kutuonesha kwamba hawa waigizaji sio Nabii Isa. Nabii Isa yuko vipi? Yuko hivi. Ndio nakwambia ndugu yangu mwenye kunitazama kwamba katika kipindi hiki tutamueleza Nabii Isa alayhi salam, lakini hatutaanza moja kwa moja kumweleza Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam. Tutaanza tangu nyuma kumweleza babu yake Nabii Isa Sayyidina Imran, kisha tukuje tumueleze nyanyake, yani hababa yake Sayyidina Isa ambaye kama ni mama Hanna, kisha tutoke hapo tuje tumueleze mamake Nabii Isa ambaye kama ni mama mtukufu Sayyida Maryam alayha wa ala nabiyina salam. Kisha hapo ndio tuwe tumepata jukwaa na ukumbi mzuri wa kuweza kumueleza Nabii Isa alayhi salam kwa namna anavyofaa kuelezwa, kwa sababu wewe tayari utakuwa ushapata khalfia, ushapata background ya familia ya Al Imran, familia ya Imran kama alivyowataja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani. Kwa hivyo nakuomba ndugu mtazamaji, tuandamane na tuwe pamoja katika safari yetu hii ya kutaka kumjua Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam ni nani kwa kina zaidi na kwa namna anavyostahiki kujulikana kulingana na mafundisho ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Tutatumia Qur'ani na vile vile tutatumia kwa upande wa pili, tutatumia ahadithi za Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mpaka tukimaliza kipindi utakuwa umemuelewa Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam ni nani kwa undani zaidi. Wa hadha, assalamu alaykum wa la afwa minkum. يا